AMIS, yeye ukiweka pesa yako anakwenda kuifanyia kazi gani? Ama swali la kwanza kabisa ambalo inabidi ujiulize unapoenda kumpa mtu pesa, ama unapoambiwa labda unafanya biashara, ama sasa hivi wanakuja watu wengi labda awekeza sehemu fulani utapata kiasi hiki, si ndio? Hata matapeli napo wanapita kwenye line hiyo hiyo kwamba awekeza kiasi hiki ndani ya mwezi unapata kiasi hiki, si ndio hapo? Sasa swali la kwanza ili usitapeliwe, jiulize hiyo pesa unayompa 100,000 inaenda kufanya kazi gani ili kutengenezea hiyo faida. Tupo pamoja? Sasa UTT AMIS yeye amewekeza sehemu kuu mbili. Amewekeza katika masoko ya fedha, lakini pia amewekeza katika masoko ya mitaji. Tunapozungumzia masoko ya fedha tunazungumzia fixed deposit. Hizi ni akaunti za muda maalum, tunazijua. Lakini pia amewekeza katika call account. Hizi ni akaunti za dharura ambazo mara nyingi wanatumia mabenki. Okay. Lakini pia amewekeza katika corporate bonds. Hizi ni bondi za makampuni binafsi. Mfano hapa juzi imeuzwa bondi ya Samia Bonds. Okay, kwa mfano hapa CRDB wameuza hisa yao ya Samia Bonds. Lakini pia amewekeza katika bondi za serikali. Hapa tunazungumzia bondi za serikali za muda mrefu na za muda mfupi. Kwa hiyo huko kote anakwenda kuwekeza. Kwa hiyo wewe ukiweka 10,000 yako, hiyo 10,000 inaenda kugawanywa sehemu hizo, inaenda kuwekezwa katika sehemu hizo nilizotaja. Lakini pia amewekeza katika hisa kupitia Dar es Salaam Stock of Exchange. Yeye amewekeza katika makampuni 9 kati ya yale 28 katika soko la hisa. Kwa sehemu huko kote ambapo amewekeza ndipo anategemea yeye atapata faida, na hiyo faida inayopatikana anairudisha kwa wateja wake kwa usawa. Sasa hii ni faida mojawapo ambayo utaipata ukiwekeza UTT. Kwamba ukiwekeza UTT, aliyewekeza kiwango kikubwa, aliyewekeza kiwango kidogo, wote wanapata faida sawa. Kwa namna gani? Kama kwa mwaka itatengenezwa faida ya wastani wa 12%, basi wateja wote watapata 12% ya kile walichokiwekeza. Hatutoangalia aliyeweka 5,000 labda apate 1%, aliyeweka 1,000,000 apate 6%. Tumeelewana? Kwamba wote mtapata 12% ya kile mlichokiwekeza. Hii inakupa faida gani? Hata wale wawekezaji wadogo nao wanapata faida shindani kutokana na hali ya soko. Kwa elimu ya fedha ya kawaida wanakwambia ukiona umeweka hata shilingi 200, alafu shilingi 200 hiyo ikakaa mwezi mzima haijatengeneza hata senti moja, hapo unatengeneza umaskini. Tumeelewana? Tumeelewana wa baba? Kwa hiyo kwa mfano wewe kwa mwanzo tulikuwa labda tunaweka katika vibubu, au nikiuliza hapa kila mtu ana sehemu yake anapoweka akiba, si ndio? Mfano akiba tunaweka wapi? Benki, mwingine kwenye simu, si ndio? Mwingine kwenye vibubu, si ndio? Sehemu mbalimbali tunaweka hizo akiba. Lakini je, hizo akiba tunapoweka baada ya muda fulani thamani yake ya pesa itaendana na muda husika? Mfano, tuchukulie mfano mdogo tu. Labda 10,000 kwa miaka 5 iliyopita. Ina baba ulikuwa unaweza ukampa mama 10,000 na akaenda akanunua vitu vya sokoni na akarudi vikatosha, kajaza kikapu, si ndio? Si ndio? Sasa hivi mpe 10,000, anakujibu nini? Haitoshi, si ndio? Ni kwa nini? Kwa sababu pesa inafanyaje? Inashuka thamani. Tumeelewana? Kwa hiyo wewe inabidi uipandishe pesa thamani. Hiyo 10,000 iwe inakuwa nini? Inakuwa thamani. Kwa hiyo sehemu zipo nyingi za kukuza thamani, lakini mimi nitakushauri uweke wapi? UTT. Ukiweka UTT utapata faida gani? Kwanza utakuwa umetawanya athari ya uwekezaji, ama umefanya uwekezaji mseto. Yaani kama ni mayai wewe umeyatawanya, haujaweka katika kikapu kimoja. Kwamba leo kikianguka mayai yote yamefanyaje? Yamepasuka. Kwa sababu UTT yeye amewekeza sehemu mbalimbali. Hata unapoweka 10,000 yako inakuwa imefanyaje? Imetawanywa. Kwa hiyo sehemu moja inapokuwa haijaleta faida, sehemu nyingine inakuwa zimetengeneza nini? Faida.
Kwa mwenendo huo anajikuta kwa mwezi anamtengenezea mteja wastani wa 1%, kwa mwaka wastani wa 12 mpaka 15. Tupo pamoja? Lakini faida ya pili tuliyoipata ukiweka UTT ni urahisi. Wengi tumekuwa na notion kwamba tukifanya uwekezaji lazima pesa yako ifungiwe ndani ya muda fulani. Tumeelewana? Lakini UTT kupitia mifuko yake, ipo mifuko inayoruhusu kuweka pesa na kutoa muda wowote. Lakini pesa hiyo unaweza ukaipata ndani ya siku 3 za kazi. Yaani ni akiba yako unaiweka, inakutengenezea faida, lakini muda wowote unapohitaji unaweza ukaichukua na ukaweza kufanya mambo yako. Na unapotaka kuongeza tena pesa nyingine unaruhusiwa kuongeza. Kwa hiyo unaruhusiwa kuweka muda wowote, lakini unaruhusiwa kutoa muda wowote. Tupo pamoja? Faida nyingine utaipata ukiwekeza UTT, utakuwa umewekeza katika amana ambazo sio rahisi kupatikana. Kwa mfano, bondi za serikali zipo, lakini sio rahisi kupatikana kwa kila mtu. Lakini UTT anazipata kutokana na nguvu ya kifedha alionayo, kwa sababu yeye anakusanya rasilimali fedha kutoka kwa mtu binafsi, joint account kwa maana account za muda, account za watu wawili, account za vikundi. Kwa mfano, kanisa mnaamua kufungua account UTT, mnaweza kuwekeza. Yaani kila mtu, kampuni anafungua account UTT wanawekeza. Kwa hiyo kutokana na uwekezaji huo pamoja, yeye anakuwa na rasilimali fedha kubwa. Mpaka sasa anasimamia rasilimali fedha ya trilioni 4.5, ambazo hizi ni pesa za Watanzania zilizoenda kuwekezwa katika yale masoko niliyowatajia. Tupo pamoja? Yeye anapoenda kuwekeza, kwa mfano anapoenda kununua hisa, kianzio chake cha chini ni bilioni 2.5. Hicho ndio minimum. Kwa hiyo unaweza ukaona hata compensation anayoipata, faida anayoipata ni kubwa tofauti. Mfuko huu unaweza ukafungua kama mtu binafsi, yani wewe peke yako, lakini mnaweza mkafungua kama joint account watu wawili, lakini mnaweza mkafungua kama kikundi, labda mna kikundi chenu mnahitaji kufungua account na kuanza uwekezaji, pia inawezekana. Mnaweza mkafungua kama kanisa, kama taasisi, kama kampuni. Tumeelewana? Mfuko huu kazi yake ni moja tu, kazi yake ni kukuza mtaji. Yaani faida inayopatikana inajumlishwa kutengeneza faida ya mwezi unaofuata. Kwa lugha za wenzetu wanasema ni compound interest. Kwa lugha yetu tunasema ni faida jumuishi. Tupo pamoja? Wakina baba mpo? Okay, sasa hapo mfuko huu nimesema unatengeneza wastani wa 1% kila mwezi kwa kile ambacho umekiweka. Kwa hiyo tuchukulie mfano mwekezaji ameweka milioni 10. Wastani wa 1% ni kiasi gani? 1% katika milioni 10. Ina baba? Ni 100,000, si ndio? Kwa hiyo kinachofanyika ni nini? Kwamba mwekezaji ameweka milioni 10, kwa mwezi ametengeneza faida ya wastani wa 100,000. Kwa mwezi wa pili hatotengeneza tena 100,000. Kwa sababu gani? Kwa mwezi wa kwanza ana mtaji mpya wa milioni 10 na 100,000. Kwa hiyo milioni 10 na 100,000 ndio itatengeneza 1% ya mwezi unaofanyaje? Unaofuata. Kwa ile 100,000 yenyewe inakutengenezea faida. Kwa nini kinatokea kutokana na compound interest? Kadri unapoongeza muda katika uwekezaji, faida yako inazidi kuwa kubwa. Na kuanzia mwaka wa 5 kuendelea, ile faida inaanza kujidabo kama ulikuwa hautoitoi pesa katika uwekezaji wako. Tumeelewana? Tumeelewana? Sawa. Sasa mfuko huu wa liquid, kianzio, sisi tuna vianzio peke yake, hatuna ukomo. Kianzio kama unaweka kwa mara ya kwanza, utaweka kiasi kisichopungua 100,000. Tumeelewana? Lakini kama unataka kuongeza, utaongeza muda wowote, kiasi chochote kisichopungua 10,000. Kwa unakupa fursa ya zile pesa ndogo ndogo kuendelea ku-add value kwenye nini? Kwenye mtaji wako. Lakini muda wowote unapohitaji kutoa katika mfuko huo, utatoa na utapata ndani ya siku 3 za kazi. Lakini ikitokea labda unataka kuwekeza kwa muda mrefu, pia mfuko hauna ukomo. Kwa utawekeza mpaka wewe mwenyewe unapoamua. Ukiamua unaweza ukaamua kutoa labda mwezi huu nitoe faida zangu, niache mtaji wangu uendelee kujikuza, inawezekana. Unaweza ukaamua kutoa mtaji wako ukaacha faida, ama unaweza ukaamua ukatoa uwekezaji wako wote.
Ukitoa uwekezaji wako wote, akaunti haitofungwa, itaendelea kuwa active. Kwa siku yoyote utakapohitaji kuendelea na uwekezaji, ni rahisi, utaendelea kufanya nini? Uwekezaji. Tumeelewana? Kina baba, tumeelewana? Sawa. Sasa nitaelezea na akaunti ya pili, ambayo akaunti hii pia ni inaitwa bond fund ama hati fungani, lakini hii imejulikana sana kama akaunti ya wastaafu, lakini kiukweli ni akaunti ya watu wote, lakini imekuwa msaada kwa hawa wastaafu au watu ambao umri umeanza nini, umeanza kwenda. Kwa vijana tunaweza tukaingia kwenye hii option ya kukuza mtaji. Tumeelewana? Yaani ukao unajiwekea akiba yako ikawa inaendelea kujikuza. Tumeelewana? Lakini kwenye huu mfuko wa bond fund umekuja na option nyingine ama faida nyingine, kwamba wenyewe unaweza ukakuza mtaji, lakini pia unaweza ukatoa gawio. Sasa gawio tunamaanisha nini? Anayekuza mtaji tumesema, tukatoa mfano wa milioni 10, kwamba kwa mwezi anatengeneza 100,000, ile 100,000 inaungana na milioni 10 inatengeneza faida nyingine, si ndio? Lakini kwa ambaye anapata gawio, yeye faida yake hiyo 100,000 yake, mfano tunamwekea kuanzia 80,000 mpaka 100,000. Kwa hiyo tukimwekea 80,000 tunamtumia akaunti yake ya benki, tunaamini mtu huyo ana matumizi yake. Umeelewana? Kwa hiyo tunapomwekea 80,000 kwenye akaunti yake ya benki, 20,000 inarudi katika milioni 10, ili hata kama faida yake tunamtumia anaila, siku anapokuja kutoa milioni 10 akute na yenyewe imefanyeje, imeongezeka. Tupo pamoja? Sasa kwa nini mfuko huo wanaupenda wastaafu? Wastaafu wengi wa kwanza muda wao mwingi wameutumia maofisini, kwamba mara nyingi hawana experience na biashara. Tumeelewana? Kwa hiyo muda wanapomaliza muda wao makazini, mara nyingi sasa washauri wanakuwa wengi, si ndio? Kila mtu anakuja na ushauri wake, bwana tukafuge, anakuja shangazi kafuge kuku wa nyama, wakati mstaafu hata mdondo hajui una rangi gani. Anakuja mjomba, bwana tukalime mananasi, mstaafu hata mbegu ya nanasi haijui, si ndio? Kwa hiyo inakuwa ni kipindi kigumu, hata wale marafiki ndugu ambao walikuwa mbali na wenyewe wanaanza kuwa karibu, wanajua mzee ana nini, ana kitu, si ndio? Lakini kumbe kitu hicho amepewa ni kiinua mgongo, kwa sababu hana tena mshahara, ili endelee kujikizi mahitaji yake ndani ya muda uliofanyaje, uliobaki. Kwa hiyo UTT akaja na akaunti ikawa kama msaada fulani kwao, kwa sababu anapochukua kiwango fulani akaweka UTT, anakuwa amejitengenezea mshahara wake mpya. Yes, kazoea mshahara, kwa kila mwezi faida yake inaendelea kutumwa benki. Tumeelewana? Lakini sehemu nyingine alipoweka biashara sawa inaenda. Kwa hiyo biashara ikienda vizuri, anachanganya faida ya biashara, anachanganya faida ya UTT, anaishi vizuri, si ndio? Lakini biashara imezingua, hawezi kupata na sukari, kwa sababu tayari ana nini? Ana ule mshahara wake, anajua hela ya mboga anapata. Tuko pamoja kina baba? Kwa hiyo hapo ni wewe mwenyewe kujiangalia, labda kustaafu, anastaafu na umri gani? Kuanzia 55, 60, si ndio? Kwa hiyo wewe unaweza ukajipigia kwa wale vijana au kwa wale watu ambao bado umri uko vizuri, si ndio? Kwamba wewe unabakiza muda gani? Kwa sababu kadri unavyoenda na nguvu ya utafutaji inafanyaje? Inapungua. Je, nguvu ya utafutaji imepungua, utaanza kupiga simu kulaani dogo atumi. Dogo ana mambo yake, kaoa, anategemea ukweli, si ndio? Wanaume sasa hapo ndio inakuwa kipindi kikubwa cha wazee kwanza kusema, nilimsomesha. Ndio ulimsomesha. Kwa hiyo inabidi na wewe mwenyewe unafanyaje? Unajiandaa. Tumeelewana? Unajiandaa vipi? Na unajipigia miaka yako, kwamba mimi nikifikia miaka hii nguvu ya utafutaji nitakuwa sina, lakini wacha nijitengenezee kiinua mgongo changu. Huo umeajiliwa, uwe mfanya biashara, uwe mjasiriamali. Tumeelewana? Kwa unapoanza kujiwekea akiba kidogo kidogo, mfano mfuko huu unapokea kwa lengo la kukuza mtaji kuanzia 50,000 kwa mara ya kwanza. Ukitaka kuongeza isipungue shilingi 10,000. Kwa utajiwekea akiba yako kidogo kidogo. Siku unapofikia na wewe umri wa kusema sasa na mimi nataka nini? Gawio. Na wewe unasema sasa fedha inaanza kufanya kazi kwa niaba yako. Yaani ile faida yako sasa inakuwa unatumiwa benki, unaendelea kuishi, lakini ule mtaji wako na wenyewe upo unaendelea kuongeza kidogo kidogo. Tupo pamoja? Katika mfuko huu kianzio, ili upate gawio la kila miezi 6,
kianzio ni milioni 5, ambapo kila baada ya miezi 6 wastani wa 6% unakuwa unatumwa kwenye akaunti yake. Kwa hiyo kwa aliyeweka milioni 5, 6% ni kiasi gani? 300,000, si ndio? Kwa kila mwezi yeye 300,000 yake tunamtumia, anaendelea kuishi, lakini milioni 5 yake ipo pale pale, inaendelea kuongezeka kidogo kidogo. Ambaye anahitaji gawio la kila mwezi, kianzio ni shilingi ngapi? Milioni 10, ambapo kila mwezi wastani wa 80,000 mpaka 100,000 tunamtumia akaunti yake ya benki. Ina baba mpo? Okay. Sasa tunasema kwa wale walioajiriwa pesa ishawahi kutosha. Kwa wafanyabiashara, wajasiriamali, kwa nini haitoshi? Sasa hapa kuna siri moja tu ya kwamba pesa haiwezi ikatosha. Hata ukimuuliza tajiri namba 1 duniani sasa hivi anaweza tena akawa yeye halali, hata wewe unalala, yeye anaanza kuzitafuta nyingine, si ndio? Ni kwa nini? Kwa sababu huwezi ukashindanisha vitu viwili, kitu kinachoisha na kitu ambacho hakiishi. Matumizi hayaishi, ila pesa inafanyaje? Inaisha. Ukitaka kuamini, itokee hapa labda leo tugawe 20,000 hapa, hata kama ulikuwa hujui kama leo utapata 20,000, hapo hapo ukipewa inapata matumizi. Kweli sio kweli? Kwa hiyo nini unachotakiwa kufanya ili uweze kukidhi mahitaji yako na useme pesa unayopata inakutosha? Tuko pamoja? Mimi naamini kila mtu pesa anayopata inamtosha, ila akigawanya katika mafungu mbalimbali. Tumeelewana? Sasa sisi tunatem kipato chako unachokipata kama 100%. Tumeelewana? Kwa hiyo 100% ukiipata, iwe ni pesa ya mshahara au faida kutokana na biashara ama popote ulipoipata, inatakiwa unaigawanya katika mafungu yafuatayo. Na nisikiliza kwa makini. Hapo ndo kwa makini sasa. Tumeelewana? Okay, sasa fungu la kwanza ambapo utagawanya ni utaweka 50% katika matumizi yako ya lazima. Matumizi ya lazima tunayajua? Tunayajua? Chakula, ndio, kodi, kama kuna ada, malipo ya nyumbani. Tumeelewana? Yote hayo ni matumizi ya lazima. Kwa hiyo 50% yako 50 unahakikisha inaingia kwenye matumizi ya lazima. Zinabakia 50% ngapi? 50, si ndio? Chukua 20%. Hapa mfano kama wewe umeajiriwa, 20% hiyo itafutie hata kabiashara kapembeni ikuzungushie. Tumeelewana? Kama wewe ni mfanyabiashara, umepata faida hiyo kutoka kwa biashara hiyo 20%, tafuta kabiashara kingine hata kadogo iendelee kujizungusha. Lengo ni kutawanya athari ya uwekezaji. Tumeelewana? Zinabakia 10% ngapi? 30%. 10% weka kama emergency ama pesa ya nini? Ya dharura. Tumeelewana? Pesa ya dharura tunajua tuna dharura nyingi. Dharura yote inayotokea unasolve. Isipotokea basi utaisave kwa mwezi unaofuata. Tumeelewana? Zinabakia 10% ngapi? 20. Si ndio? 10% wekeza. 10% ya kile kipato chako unafanyaje? Unawekeza. Kile unachowekeza ni unajiwekea wewe mwenyewe kwenye akiba yako, kwamba siku nikipata na shida uwekezaji wangu utafanyaje? Utanisaidia. Tumeelewana? Alafu 10% inayobaki ndio tunasema unajilipa. Mwili si ndio unafanyia kazi. Kwa hapo mbili za baridi zinaenda safi, si ndio? Bwana. Maisha ndio haya. Tuko pamoja? Kwa hapo tunasema unajilipa. Kama unatoka na familia siku moja mnakaa mna enjoy. Tumeelewana? Yaani unafanya kitu ambacho wewe moyo unapenda, furaha yako. Tumeelewana? Kwa ukiishi katika utamaduni utajikuta mambo yako